Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Watu wengi mnafahamu kwamba mfanyabiashara Niffer hii leo amefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka. Ikumbuke tu wakili wa Niffer ni Peter Kibatala. Sasa hizi ni taarifa ambazo zimetufikia katika meza ya habari hii leo kuhusiana na kilichojili mahakamani. Mfanyabiashara Jennifer Jovin mwenye umri wa miaka 26 almaarufu kwa jina la Niffer na wenzake 21 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa mashtaka ya uhaini. Niffer na wenzake hao wamefikishwa mahakamani hapo leo mchana Ijumaa Novemba 7 mwaka 2025 na kusomewa mashtaka matatu ambayo ni kula njama ya kutenda kosa la kuharibu miundombinu na mawili ni ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22 ambapo ni kwamba pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu 2025 na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Mwisho kunukuu. Hiyo ndio hali halisi na makosa ambayo yanamkabili Niffer. Sasa tusubiri na kuona kama Niffer anaweza kuchomoka katika kesi hii nzito kweli kweli ya uhaini. Ikumbuke tu kwamba hata kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ni uhaini. Amesota kwa muda mrefu sana akiwa rumande. Vipi kuhusiana na Niffer? Tusubiri na kuona.